Yesu ni nuru ya ulimwengu. Katika maandiko matakatifu tusomayo kutoka Injili ya Yohane sura ya 9 aya ya 5. Je, ukimkaribisha katika moyo wako, dhamiri yako na maisha yako kwa ujumla, ataweza kuona ukweli, uaminifu na uadilifu ndani yako? Je, Yesu huyo nuru ya ulimwengu, ukimkaribisha moyoni mwako, maishani mwako, kwenye dhamiri yako, ataweza kuona ukweli, uaminifu na uadilifu ndani yako? Je, ataweza kuona uchaji na utakatifu ndani yako? Mtu mwenye upofu wa mwili ni mtu wa kuhurumia sana, maana yuko gizani masaa 24, hatofautishi usiku na mchana. Kwake ni giza. Haoni uzuri wa maua wakati wa mchana, wala uzuri wa anga na nyota wakati wa usiku. Mtu kipofu akithubutu kutembea bila msaada wowote, atatumbukia katika hatari na kunaswa katika mitego mingi inayoweza kumpelekea kifo. Huo ni upofu wa mwili. Lakini kuna upofu wa roho ambao ni mbaya zaidi kuliko upofu wa mwili, kama ule upofu wa Mafarisayo. Mtu anakuwa na macho yaonayo, lakini hayatumii. Yesu alisema, na nukuu, ikiwa mwanga uliomo ndani yako ni giza, basi hilo ni giza la kutisha mno. Mwisho kunukuu kutoka Injili ya Mathayo sura ya 6 aya 23. Upofu mbaya sana si upofu wa mwili, bali ni ule upofu wa akili, yaani ujinga, upumbavu. Pili, yaani ule wa akili, yaani ujinga, upumbavu au kutoona ukweli. Mtu mpumbavu na mjinga haoni ukweli. Pili, kuna upofu wa moyo, yaani chuki, yaani kutoona upendo. Tatu, kuna upofu wa roho, yaani kutoona dhambi na kuzikiri. Mtu mwenye dhiki nyingi sana kupindukia, kama tulivyosema, ni yule mwenye upofu wa akili, moyo na roho.
Upofu wa roho ndio napenda sasa tutafakari. Sisi waamini, sisi watu wa imani, sisi wabatizwa. Upofu wa roho ni mbaya sana na balaa.